Barikiwa. Thank you Jesus. Asante Mungu kwa upendo wako siku ya leo, kwa neema na utukufu kwa ajili ya siku ya leo, kwa muujiza, kwa baraka, kwa maana siku ya leo ulitenga kwa ajili yetu ili tusikie unasema nini. Acha neno ya leo iwe uzima kwetu, iwe faraja na iwe tumaini. Asante Bwana, asante kwa neema yako, asante kwa baraka zako, asante Mungu kwa maana tuko pamoja nasi. Tunahitaji uwepo wako Bwana. Mahali kuna uwepo wako magonjwa yanapona, mahali kuna uwepo wako vilema vinatembea, mahali kuna uwepo wako Bwana iliyokuwa imeshindikana inawezekana, mahali kuna uwepo wako Bwana. Yesu kwa mwema, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji uwepo wako Yesu, uwepo wako kwa siku ya leo, uwepo wako ndani ya mama mmoja, uwepo wako ndani ya kijana mmoja, uwepo wako kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Uwepo wako Bwana ndiyo nguzo yetu, uwepo wako Bwana ndiyo tumaini yetu, uwepo wako Bwana tunahitaji siku zote katika maisha yetu. Mtumishi wako Daudi akasema ya kwamba ninawezaje kustarehe katika nyumba mzuri na presence ya Mungu iko katika hema. Uwepo wako ulihitajika sana Bwana, ni uwepo wako tu tunaohitaji. Musa akasema ya kwamba sitaenda popote pasipo wewe kuwa pamoja nasi, kwa maana ni uwepo wako ndio furaha yetu, ni uwepo wako ndio unatuongoza, ni uwepo wako Bwana ndio unatupatia nguvu inayotuponya tena na magonjwa. Tunahitaji uwepo wako Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku njema kwa maana Bwana alitenga kwa ajili yetu. Ningekusihi kwa heshima kubwa usalimie watu wawili, waambie ni siku njema siku ya leo. Wasalimie tu kwa tabasamu, waambie ni siku njema kwa siku ya leo. Amen. Kwa maana kukua yako hapa ni siku njema. Na kama wewe hujafurahia kukua wako hapa, mimi ninafurahia kwa sababu nimekuona. Amen. Kama jirani yako hajafurahia kwa sababu amekuona kwa siku ya leo, mwambie mhubiri wa siku ya leo amefurahia kwa sababu tuko hapa. Haleluya. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi kama na hii ya kutosha hotuba wa leo mbele yenu. Na ninashukuru wazee wetu kwa kutupa neema na kibali na kutusamini zaidi ili tutoshe neno la Mungu mbele ya taifa lake. Asante sana mzee wetu. Babangu yuko mahali hapa na mamangu. Wazee wangu nawapenda sana na ninawaheshimu, na Mungu aendelee kuwabariki kwa kunilea na kunikuza katika maadili mema, na ninawaheshimu sana. Maandiko yanasema ya kwamba umfunze mtoto jinsi ipasavyo, kwa maana anapokuwa mkubwa atahesabu njia hiyo. Kama leo ninasimama mbele yenu kwa sababu kuna mzazi alikamata jukumu ya kunilea na kunifikisha hapa. Amenifunza njia ya kanisa, na leo ninajua ni namna gani ninaweza kuwa mahali hapa na kutosha hotuba mbele yenu. So wachapeni makofi basi. Washangilie wazazi wangu bwana. Amen. Hallelujah. Amen. My sister as well is in the house. Nampenda sana dadangu, na yuko hapa pamoja nasi. Na Mungu aendelee kumbariki. Tuko na topic nzuri
Sahii inaweza kuwa ni miezi mitatu, miezi mitano tunaipambana nayo, na ninaamini sitakuwa special sana kuliko wale wenye walitangulia, na wale wote walitangulia waliongea mambo ya maana sana, yalitujenga, yalitufariji, yalitupatia nguvu na yalitupatia mwangaza fulani kwa ajili ya wokovu. Amen. Tunaweza washangilia kwa sababu wamejiima, wamefunga kwa ajili watupatie mafunzo mazuri. Tuwashangilie kwa ajili ya hiyo uwepo wao kwa ajili yetu. Hallelujah. Salvation. Ama topic yetu inasema wokovu. Tulijifunza sana tukajua wokovu ni nini. Lakini kwa siku ya leo nitasimplify kukwambia wokovu ni nini. Na inawezekana maybe pengine mwingine munduo usinielewe kwa sababu ya vitu fulani umesoma ama umejifunza kitambo, lakini roho yangu ama furaha yangu ni kusii Mungu kwa sababu akusaidie unielewe zaidi. Kwa maana kama ninaposimama hapa si kwa sababu yangu, ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Na uwepo wa Mungu inapoonekana kwa ajili ya maisha yako, mimi inakuwa ni success kwangu. Kwa maana ni Mungu aliyetutagua kwa ajili tuwe mahali hapa. So na kama tutaweza kumwakilishi vizuri, ni kusema tutafanya kazi. Amen. Yes. We have a topic, salvation, na somo letu la msingi nitaisoma kwa heshima kubwa. Tunaweza kusimama na tukisoma sisi wote Yohana 3 tulishatafuta Yohana 3:16. Yohana 3:16 tutasoma sisi wote kwa maana hii ni verse ya msingi sana. 3:16 Biblia inasema, tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Sisi wote, kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Shangilia Bwana Yesu. Amen. So I have a subtopic. Niko na topic, subtopic. Somo ingine ama fupi ya hiyo somo inasema ya kwamba salvation has changed our identity. Wokovu imebadilisha identity yetu. Nini? Anwani. Mtanielewa? So salvation has changed our identity. That is our subtopic today. Tumejifunza sana kujua salvation ni nini. Walihubiri wakatupatia definitions nyingi kwa ajili ya salvation. Papa Delphin, soma katika kitabu cha Luka 2:25 mpaka 34. Luka sura 2. Yes, 25. Kushuka Biblia inasema hivi. Inasemaje? Natazama, Yes. pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani,
ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, waruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema. Yes. Kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako. Amen. Ulioweka tayari machoni pa watu wote. Amen. Nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wote wako wa Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Simeoni akawabariki, akawaambia, amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio kati Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa. Amen. 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 Salvation has changed our identity. Katika hii Simon alikuwa ni kuhani kongwe, lakini alikuwa na ahadi ya Mungu. Biblia inasema Simon alikaa miaka mingi zaidi, na lengo ya Simon kuikaa akirelax. Ama lengo ya Simon kukaa kwa sababu alikosa mambo atafanya, lakini kwa sababu alikuwa na ahadi ya Mungu kwa maisha yake. Na ilikuwa muda mrefu wana wa Israeli walikuwa wakisubiri ahadi ya Mungu, lakini kuna mtu ambaye Mungu alimwambia, hautaonja mauti mpaka jinsi utaona hiyo ahadi. It is possible. Kuna watu hata katikati yetu pengine wataonja mauti mpaka jinsi Yesu atarudi. Mpaka jinsi Yesu atarudi, wao hawataonja mauti. Hata leo wako na hiyo ahadi. Na kuna mwingine anaitwa Simon. Mungu akamwambia Simon, hautakufa. Simon hata nigonjeka angelikufa, hata nifanya ajali angelikufa, hata ninge kwa moto angelikufa. Kwa sababu gani? Kulikuwa ahadi katika maisha yake. Ni wakati Mungu anafanya ahadi na wewe, ujue haijalishi miaka, haijalishi miezi, haijalishi masiku, haijalishi ushakata tamaa, lakini kuna siku utasema ahadi inatimia. Kuna siku utajazwa na Roho na utasema, nimeona ahadi ya Bwana. Haleluya. Pengine umekata tumaini, Mungu alikuahidia kitu fulani, lakini umekata tumaini. Mungu alikwambia kitu fulani, lakini unasema sijaona. Bado utaona tu. Biblia inasema ya kwamba Simon akijazwa na Roho wa Mungu akaelekea hekaluni. Na alipofika hekaluni, maandiko yanasema ya kwamba baba yake ya Yesu na mama yake wakamleta hekaluni. Kama vile ilivyokuwa desturi ya Israeli ama desturi ya Torati, watoto wadogo baada ya siku 8 unawapeleka hekaluni. Walipompeleka, mtu wa kwanza alimgusa Yesu alikuwa ni Simon Peter. Ni Simon. Sio Simon Peter. Simon. Alikuwa ni Simon. Kuhani Simon alimchukua akamshukuru Mungu. Alijua ahadi ya Mungu kwa sababu alikuwa akijazwa na Roho wa Mungu. Na wewe siku ahadi yako utaonekana, utajua ni yangu. Yeye Mungu aliniahidia tangu zamani. Utasema hii nimeona, ninaweza pumzika sasa. Simon akasema, nimeona wokovu wa Mungu. Unaweza kuruhusu sasa mtumishi wako apumzike kwa amani. Usitamani kupumzika kama ahadi yako haijafika. Usitamani kurelax
Kama ahadi yako haijafika, usitamani kukata tamaa. Kama hujaona, hakikisha uliona, useme Bwana, ninaridhika sasa. Lakini baadhi yetu tunakata tamaa kabla ahadi ifike kwa sababu imechelewa. Biblia inasema kuna mwingine mwanamke alikuwa ndani hekaluni na alikuwa akisubiria. Alioleka tu, baada ya miezi kadhaa mume wake akakufa, akabaki mjane. Ujani wake na yeye miaka karibu 40 na iko katika hekaluni akisubiri uwepo ujio wa Yesu Kristo. Taifa lilikuwa nasubiri wokovu, na wokovu ilifika. In short, wokovu ni nini? Wokovu ni Yesu Kristo. Wokovu ni Yesu. Maandiko nasema wakati Simon alipopokea Yesu, akasema nimeona wokovu wa Bwana. Kwa maana ni nuru ya Mungu kwa mataifa na ni utukufu ya wana Israeli. So wokovu ni Yesu. Kama haujui wokovu ni nini ama wokovu ni nani, wokovu ni Yesu. Hakuna tofauti ya wokovu na hakuna tofauti ya Yesu. So unapotosha Yesu, utaona wokovu. Haleluya. Hawezi sema umeokoka na umjui Yesu. Jesus is salvation. Hakuna tofauti ya wokovu na hakuna tofauti ya Yesu. Kwa maana Yesu ni wokovu wa Mungu kwa ajili ya wanadamu. Na wokovu inaundwa kwa vitu viwili. That is pillars ama foundation of salvation. Kitu ya kwanza ni upendo. Amen. Kitu ya kwanza ya wokovu ambao ni pillar ama ni nguzo ni upendo. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu. Wokovu ilikuja kwa sababu ya upendo ya Mungu kwa wanadamu. Kama Mungu angekutupenda, wokovu haingekuwa. The biggest pillar about salvation is love. Hawezi sema una wokovu na una upendo ndani mwako. Because love is the foundation of salvation. Hallelujah. Amen. The second pillar tunaipata katika kitabu cha Waefeso 2:8. Biblia inasema ya kwamba God has saved us by his grace when we believe. Pila ya pili ni kuamini ama ni imani. You can't say you are born again na hujamini. Inabidi uamini Yesu ndio uwe na wokovu. Pila ya kwanza ni upendo. Mungu alitupenda akatuletea wokovu. Na ile wokovu tunaipokea kwa hali ya kuamini ni pila ya pili. Hawezi kupokea upendo wa Mungu na kama hujaamini katika upendo wake. And that's why faith is very important. Ama imani kitu muhimu sana. Na ndio maana pasipo kuwa na imani ni vigumu kumpendeza Mungu. Ni maandiko hiyo. Usisabu hizo pila tatu. Pila ya kwanza ni upendo. Ni Mungu alitupenda. Hatukumpenda, hatukumtafuta, hatukukuwa na mjua. Kuna wengine walikuwa makanyanga, kuna wengine walikuwa mabwat,
lakini Mungu akawapenda, akawabulula kanisani. Ni upendo wake. Ni upendo wake ndio amekufanya leo uko katika kanisa. Ni upendo wake ndio inakufanya leo hata nikisema haleluya unasema amen. Ni kwa sababu Mungu ya sisi wa Kristo ni kutokujua hiyo. There is something you can't behave. There is a certain way you can behave. Hakuna jinsi unaweza kubehave kwa sababu kuna jinsi unaelewa. Na ndio maana siku ya leo inabidi ujue hai jinsi wokovu imebadilisha identity yako. Hallelujah. The first things that salvation has changed in our life, ama kitu ya kwanza ambayo wokovu ilibadilisha katika maisha yetu ni kutupatia uzalio mpya ama new birth. Ile ni jambo ya kwanza. Ilibadilisha identity yetu. Ilitupatia new birth ama kuzaliwa kupya. Wokovu ilitupatia kuzaliwa kupya. Hallelujah. Wakati tulikuwa tujamini, tulikuwa tunaitwa wana wa Adam. Amen. We were called men, ama son of men. Wana wa Adam. Na tulikuwa tukizaliwa na nature ya Adam, ama nature ya Adam. Wakati Adam alikuwa katika bustani ya Edeni, alienda kinyume na mpangilio ya Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba Adam akakuwa corrupted. Na wakati corruption iliingia mwa Adam, vitu vyote katika ulimwengu vikakuwa corrupted. Kuna adage moja wanasema simba kuziliwa kula majani. Ni ukweli. Wakati Mungu aliumba simba, simba ilikuwa nakula zake minyama, ilikuwa nakula majani. Kwa maana kitu ambacho Mungu aliumba, aliwaambia nimewapea majani itakuwa chakula yenu. Lakini wakati corruption iliingia katika Adamu, Biblia inasema kila nature
ikabadilika. Mwanadamu alikuwa anasikilizana na minyama, lakini minyama ilikuwa msikiaki tena. Wadui kaingia, chuki kaingia, magonjwa kaingia, zika zikaingia, vitu vingi vikaingia. Why? Because the corruption has entered. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba katika Warumi 5 inasema ya kwamba kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu, dhambi ikaingia ulimwenguni mzima. Na kila yoyote alikuwa akizaliwa wakati wa Adam alikuwa akizaliwa na corruption myeye. Ulikuwa hujui kuiba, lakini unajikuta ulizaliwa aba ya kufunza kuiba, lakini ushaanza kuiba. Ulikuwa hujui kudanganya, ulizaliwa unaanza kujua kudanganya. Why? Because the corruption seed is inside you. Mbegu iliyoharibika iko ndani mwako. Ulizaliwa nayo. Kwa maana tulitosha wapi? Tulitosha kwa Adamu. Adamu akataliana kinyume na mapenzi ya Mungu. Corruption iliingia katika ulimwengu. Na mimi na wewe tukakuwa victim. Tukakuwa victim. Why? Because tulitoka katika Adamu. Na kila yeyote alikuwa akizaliwa kwa Adam alikuwa anazaliwa na corruption. Anazaliwa na ujanja, anazaliwa na chuki, anazaliwa na hasira, anazaliwa na jealousy, anazaliwa na vitu vimoja ya ajabu ajabu. Why? Because of the corruption that he has entered into man. Hallelujah. Now, God loves us. Wakati mwanadamu alikuwa anaanza zaliwa na Adam, na wakati huo ulikuwa kikufwa, ujue ulikuwa naenda kwa mauti ya milele. Why? Because tulikuwa shakuwa na laana ndani mwetu. Tulikuwa shakuwa na mbegu iliyoharibika ndani mwetu. Na ulikuwa ukikufwa, mauti ya milele na kungoja. Mauti ya milele ilikuwa na kusubiri. Kwa sababu gani? Ndani mwako ulikuwa una uzima. Hallelujah. Salvation has changed our nature. Wokovu ikabadilisha nafsi yetu ambayo ilikuwa corrupted, ikaibadilisha. Amen. Tukatoka kwa tukachange identity. Kutoka kukuwa wana wa Adam kukuwa wana wa Mungu. Amen. Nataka mnielewe hapa. Katika kitabu cha Peter ama Petro wa kwanza 2:26 23 inasema ya kwamba we are born again. We are born again not for the corruptive seed but incorruptive seed, that is the word of God. Tumepata kuzaliwa upya, sio kwa mbegu iliyoharibika, bali mbegu iliyo hai ambayo ni neno la Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, na huyo neno alikuwa Mungu, na huyo neno alikuwa kwa Mungu. Ukisoma 12 Biblia inasema ya kwamba huyo neno alikuja kwa watu. Kuamini nini? Ile neno. Ile neno ndio inabadilisha identity yetu. Kutoka kukuwa wana wa Adam kukuwa wana wa Mungu. Amen. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 1:18 14 inasema ya kwamba ile neno ikawa mwanadamu.
ile neno ikawa mwanadamu na kaishi katikati yetu kwa kuonesha utukufu wa Mungu. Amen. Na ndio maana Yesu aliitwa Emmanuel, ni kumaanisha Bwana pamoja nasi. Ile neno ikavaa mwili na kaishi katikati yetu kwa ajili ya kuonesha nini? Utukufu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kila yeyote aliamini ile neno akabadilisha identity, akakuwa mwana wa Mungu. Na ndio maana tulipozaliwa hatukuzaliwa kwa mbegu iliyoharibika, bali mbegu iliyo hai ambayo ni neno la Mungu. It is by the word of God that we get born again. You can't say you are born again and you don't believe in the words. Hawezi sema wewe ni mzaliwa mpya ama umepata kuzaliwa upya na hujamwamini neno. Neno ni nani? Neno ni Kristo. Kristo ni nani? Kristo ni wokovu. Hallelujah. Yesu ni wokovu. Kama hujamini katika wokovu wa Bwana, haujazaliwa upya. We have changed our identity. Now, that is the first thing. How we have changed our identity. This salvation imebadilisha identity yetu. That is the pattern. Wewe ni kuamini katika neno, unafanyika kuwa mwana, na tumepata kuzaliwa upya, sio kwa matamanio ya mwili, bali kwa neno la Mungu. Ni neno la Mungu ndiye linatuzaa, ambaye ni Kristo, na Kristo ndiye wokovu. Kwa maana Simon amesema ya kwamba nimefurahia kuona wokovu wa Mungu. Hallelujah. Second part ni kwa ajili ya habari za dhambi. Umezaliwa upya ndio. Mbegu iliyoharibika ndio imetoka. But bado unagonjeka, bado unatenda mambo isiyowezekana, bado unalala ovyo ovyo na wanawake na wanaume, bado unafanya vitu visivyowezekana. Yes, but I want to give you a secret. Today, I want to give you a secret. Solution ya dhambi ni Yesu. Amen. Solution ya dhambi ni Yesu. Tangu mwanzo Mungu alikuwa akitaka kutosha ile corruption ambayo Adamu aliingiza. Na Yesu alikuja kuwa kama solution ya ile corruption ambayo ni dhambi. Papa, tusome Wakorinto 1:15-57 inasemaje? Wakorinto wa kwanza 15:57. Wakorinto wa kwanza 15:57. Biblia inasema hivi. Lakini Mungu nashukuriwe. Atupaye kushinda kwa Baba, kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, mwimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Amen. Kiswahili haijaongea vizuri. Kiingereza nasema hivi. But thank God He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Tumshukuru Mungu kwa maana ametupatia ushindi zaidi ya dhambi na mauti ndani ya Yesu Kristo.
The time you are born again, you have victory over sin. Wakati leo unasema umempokea Yesu, unakuwa mshindi zaidi ya uzinifu. Leo ukisema unampokea Yesu, unakuwa mshindi zaidi ya kusema uongo. Leo ukisema unampokea Yesu, unakuwa mshindi zaidi ya kudanganya. Why? That is the power of salvation. To give you victory over sin. To give you victory over death. To give you victory over impudicity. To give you victory over everything. Over corruption. Now, unaweza kunambia nimeokoka Yesu, lakini bado ningali nadanganya. Ndakupatia solution. Kwa siku ya leo utapata solution. When we receive Jesus Christ, we proclaim victory. Tukimpokea Yesu leo, tunatangaza ushindi. Tunatangaza ushindi juu ya magonjwa. Tunatangaza ushindi juu ya vitu vyote vibaya. Tunatangaza ushindi juu ya wabaya yetu wote. Tunatangaza ushindi juu ya umaskini. Tunatangaza ushindi juu ya kila laana na kila balaa. Ndio maana Mungu alisema ya kwamba ndani ya Yakobo hamna laana na ndani ya Israeli hamna uchawi. Why? Because we believe in the word. Ulisema nimeokoka, lakini bado ninateseka. Najikuta ninaingia kukuona kwenye nilikuwaka. I want to give you the answer for this. How God see you. Ah, my God. Tukisoma Wagalatia 1:4 inasema, Wagalatia 1:4. Wagalatia 1:4. Biblia inasema hivi: ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba wetu. Amen. Amen. Objective or the purpose of God ilikuwa ni kutuokoa sisi na kutupatia ushindi juu ya dhambi, juu ya hii ulimwengu ya ziki, juu ya hii ulimwengu ya magonjwa, juu ya ulimwengu ya umaskini, juu ya hii ulimwengu ya tabu, juu ya hii ulimwengu ya kila aina ya usutwa na mambo mengi. Alitupatia ushindi kwa kumtosha mwana wake wa pekee. Kwa kumtosha mwana wake wa pekee. Wakati unapozaliwa upya, Mungu ni roho. Mungu ni nani? Mungu ni roho. Na unapozaliwa, unazaliwa by spirit. Unazaliwa kwa roho. Na unapozaliwa kwa roho, tuna expect wewe kutenda matendo ya roho. Wagalatia 5:22 inatonesha matendo ya roho. Unaweza soma. Wagalatia 5:22 inatonesha matendo ya roho. Tukisoma Wagalatia 5:19, 10 na 21 tunaona matendo ya mwili. That is the nature of sin. Sin. Matendo ya dhambi tunaiona hapo. Na maandiko yanasema ya kwamba wanaofanya hii hawatarisi ufalme wa mbingu. But we are born again. Lakini tunajikuta ninafanya kile matendo ya roho, ya matendo ya mwili. Yesu nimeokoka. Yesu nimempokea Yesu. Yesu nimemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Lakini bumbea uishi. Busutu hauishi. Mimi ndio nakukaka tena. I have an answer for you.
Yes, the nature of Adam is in us. Amen. Lakini nature ya Mungu tunapompokea Yesu, tunamwamini Yesu, tunamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, nature ya Mungu kwa imani inaingia ndani mwetu. Kwa imani inaingia ndani mwetu. Na hizi nature mbili, kwa sababu zote ziko ndani mwetu, zinapiganaka. Hapo niko katika kitabu cha Wagalatia. Zinagombanaka. Na hizi nature mbili zikigombana, uliokoka unasema sitakunyoka tena pombe, kesho ulikunywa. Unasema sitalalaka tena hivi, kesho ulikukuta. Ulisema sitasemaka tena uongo, kesho mie wewe tena msema uongo. Wakati unamwamini Yesu, nature ya Mungu inakuwa mwe. Nature ya Mungu inakuwa na wewe, na anakupatia tunda za Roho. Na ukisoma Galatia 5:22, tunda ya Roho: upendo, unyenyekevu, utu wema. Hizo vitu vyote utavikuta hapo. Lakini hauna upendo, uko na chuki na jealousy. Kwa sababu hauwezi kuwa na jealousy na unasema uko na upendo. Hauwezi kuwa na jealousy, hauwezi kuwa na wivu na uwe na upendo. Ukikuwa na upendo hauwezi kuwa na wivu. Na ukikuwa na wivu ni kusema huna upendo. Lakini umeokoka, kawingi kiko ndani mwako, utafanyaje? Kwa sababu unaamini Yesu alikufa msalabani na akakufa, na Biblia nasema Yesu alikufa msalabani na matamanio ya mwili yote akaitundika msalabani, ikakufa. Tukakamata nature ya Mungu ikakuwa ndani mwetu. Wakati nature ya Mungu ilikuwa ndani mwetu, tunaanza tembea kama Mungu anavyotembea, na upendo, na kiasi, na utu wema, unaona, na uvumilivu. Ile upendo wa Mungu ikakuwa ndani mwetu. But nature ya Adam ina sometimes inainuka kukwambia wewe ulikuwa unakunyoka mnyeso, usiende kunywa tena. Unajikuta unaenda. Chuma sana nikwambie, wakati unajikuta mwe situation, still believing. Amini kama Mungu amekutosha katika hali ya kukunywa pombe na akakupatia utu wake. The nature of God, amuna mbegu iliyoharibika. Amuna mo chuki. Amuna mo kutokuwa na kiasi. Nature ya Mungu haina mo ile. Na kama uko na nature ya Mungu, na unajikuta unafanya contrary na kitu na iko nature ya Mungu, just though it is the work of the devil. Ni kazi ya nani? Ni kazi ya shetani. Na kazi ya shetani ni kuamsha ile nature ya mwili, ya matamanio ya mwili katika mwili wetu, na tutembee katika mwili. Na unaposhindwa kuamini kama Mungu alimaliza yote msalabani, hata ile usutwa yako, ile umbea wako alimaliza yote msalabani, utajikuta unabakia katika umbea. Lakini unapoamini unasema hii sio hali yangu. Leo nijikuta nafanya, unaenda tena, Mungu nisaidie, Mungu hii haiko nature yako, iko hii ni nini? Why? The time utashinda kuamini, na ndiposa unapoanguka au utakuja kwa presence ya Mungu. Why? Because you will see how sinful you are, but you will not see the work of Christ in the cross. The time you see the work of Christ in the cross, hata kama ulianguka unakuja, kwa maana utakatifu ni Mungu ndiye anatupatia utakatifu. Na Mungu anaanza kutengeneza polepole. Anaanza kutengeneza polepole. Anaanza kutengeneza polepole. Kwa maana kuna watu walikuwa wanafanya mambo ulikuwa uko unafanya, lakini sasa hii hawaifanyaki tena. Kuna watu walikuwa nakaa wakianza leo, waanze tetana, ataanza kukuteta kuanzia kulikucha mpaka kichwa. Lakini leo unatasema mama fulani, samani mama, mimi sina wakati ya ile. Why? It is not his work, it is the work of God in his life. Unaweza tamani uwache kitu, lakini hautakiacha. Why? The time you allow the Spirit of God working in you, you will find yourself unaiacha. Batakwambia acha kuwa natembea tembea, lakini siku Mungu anakutembelea,
unasema Mungu, hii kutembea yangu inanishinda, natamani nitumika kwa hayo Baba. Hiyo haiko nature yako. It is not your nature. Your nature is in me. Your nature can't commit adultery. Your nature can't lie. Now I receive your nature now. From that level, Mungu anatumika na wewe taratibu, 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 unajikuta unachana naye. Sikiliza nikwambie. Kuna watu walikuwa nafanya matendo ya ajabu, lakini sasa hata uwapatie nini hawawezi kuifanya tena. Sio kwa sababu kuna kitu walifanya. Unaweza kuwa na madiscipline yote na kwa dunia, lakini utajikuta kesho utaanguka. Unaweza kupatia mamitindo, strategy, unaweka strategy, lakini kama hiyo strategy yako allow the spirit of God working in you, my dear, you will find yourself you have fallen. Utajikuta umeanguka. Why? Kwa sababu Mungu anayetupatia nguvu au mpatie nafasi atumike ndani mwako. Mwenye nature au mpatie nafasi atumike ndani mwako. Hallelujah. The last point. Tatizo sio dhambi. Tatizo ni kuamini katika kazi ya Mungu aliyofanya msalabani. Na kama uamini kazi ya Mungu aliyofanya msalabani ndani ya Kristo, dhambi itakamta mamlaka juu yako. Dhambi haina mamlaka juu ya Mkristo yeyote aliyemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Dhambi haina nguvu. Dhambi haina nguvu. Kwa maana nguvu ya dhambi ilitundikwa msalabani. Haina nguvu. Biblia inasema ya kwamba tumshukuru Mungu kwa maana tupatia ushindi zaidi ya dhambi na mauti. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini wokovu wa Mungu inaleta uzima. So ni kusema nini? Unapokuwa na victory over sin, you have victory over death. Ukikuwa na ushindi zaidi ya dhambi, unakuwa na ushindi zaidi ya kifo. Hallelujah. God, wakati unampokea Yesu, Mungu anakuona. Yesu anaonaka Yesu ndani mwako, akuonaki wewe. Ukimpokea Yesu, Mungu akigisa anaweza kuona, akuoni wewe, anaona Yesu mwewe. Gisi Mungu anakuona, akuoni wewe. Kama unatetanaka, akuoni gisi unatetanaka, anaona Yesu mwewe. Yesu atetanaki. So ni kufanya nini? Nikwambia Yesu waki na mimi. Hali ya kutetana itaisha. Utajikuta usemaki tena. Itajikuta unaenda kwa mama fulani kuteta wengine. Why? It is not your power, it is the power of the Holy Ghost. Just give him space. Atumike ndani mwako. Hallelujah. Ninataka maliza because of time. Vitu vingali vingi lakini acha nimalize. Jesus is the solution of everything. Na tulipompokea Yesu akatupa ushindi juu ya dhambi na juu ya mauti. Wakati unajikuta hautendi matendo Mungu anatamani utende, just see the work of God that he has done upon your life. Unajiona mfanya dhambi, lakini Mungu anaona Yesu ndani mwako. Kwa nini hauoni Yesu ndani yako? Ili useme wewe wako mfanya dhambi, ili useme wewe hauwezi gonjwa, ili useme wewe unajua kazi ya shetani. Kazi ya shetani anafanyaka uhakikishe, anakupiganishaka ili uhakikishe ushindwe kuamini. Alafu unaposhindwa kuamini, unaanza create doctrine. Kuna watu unaanza kuwa unasumbuka na zinaa. Unasumbuka na zinaa, lakini unashindwa kuamini kama Yesu hata ile zinaa alitundika msalabani.
Na unaposhindwa kuamini, mwisho utajikuta nyinyi kwa maisha yako. Lakini unapoamini Mungu atatumika ndani mwako, utajikuta hautaendaga tena fanya zina. Because haiko kazi yako, ni kazi ya Mungu mweye. Unapompatia nafasi unasema unaangalia jinsi Mungu anavyokuona. Ukiangalia jinsi Mungu anavyokuona, dhambi itakuwa na mamlaka juu yako. Katika kitabu cha Yohana 17 inasema ya kwamba watakaseni katika neno lako na neno lako ndio kweli. Unaposoma maandiko unaangalia, unaona jinsi Mungu anakuona. Ile neno inaanza kutakasa, inaanza kukuosha, inaanza kukusafisha, inaanza kukubadilisha. Na inapokubadilisha, ile matendo ya mwili hautaifanya. Hautaifanya. Kama unga nasumbuka amini tu Yesu. Kuna wengine walisumbuka mwisho wakaamini Yesu, walipomwamini hiyo kazi ya Yesu, na saa hii hawaifanyaki tena vile unafanyaka. Saa hii wanaishi katika utakaso. Lakini unaposhindwa kuamini, unaanza create doctrine yako. Unasema si fulani alifanyaka hivi. Si fulani anakuwaka hivi. Haiko fulani, ishi maandiko. Ishi maandiko. Soma maandiko. Ona Mungu anaona nini ndani yako. That is the purpose of God upon your life. God wants to, oh my God, Mungu anataka tumfanane, tuishi kama jinsi yeye anavyoishi. That is the purpose of God. Now huwezi jua the nature of God unless you understand who he is. Maandiko yanasema ya kwamba ufalme wa mbingu ni kumjua Mungu pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. It is the knowledge of God that is the eternity. Hawezi kuwa na uzima wa milele na kama mjui Mungu. Na kumjua Mungu ni kusoma maandiko, ni kuelewa maandiko. Kusoma maandiko ni kuelewa Mungu anaona aje katika maisha yetu. Dhambi ulifanyaka, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Ulishakafanya na utawayaka fanya, na yeye hukupendaka kufanya, ukajikuta ukafanya. Yesu alikufaka na vyote. So you have to believe God, and God is available to work in you and to change you and to become as he is. Kuna watu walikuwa hawana nguvu, lakini sasa ukiwaambia kama Yesu akijiko hapa anakuambia sitakunywa. Ukimwambia unaona dada fulani anakuambia mimi siwezi enda tena kwa dada. Ukimwambia ni kaka fulani anakuambia mimi sina wakati wa kuangusha tena vijana. Why? Because the work of God has entered in his life. Patia Mungu nafasi katika maisha yako. Ushuto utaisha katika maisha yako. Patia Mungu nafasi atumike katika hali yako, atumike katika tabia zako, atumike abadilishe, kwa maana yeye ndiye anatubadilisha, yeye ndiye anatumbia nguvu katika maisha yetu. Hatuwezi weza pasipo yeye kutuwezesha. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba tunaweza yote na pamoja na yeye atutia nguvu. From today, just know you are son of God. From today, just know you are born again. Not in the corruptible seed, but the seed that is incorruptible. That is the word of God. Na Mungu atubariki. Amen.